jinsi unaweza kufanya kesi yako than all the others kuliko wengine wote through serving God. kupitia kumtumikia Mungu. There are people who say that some people are not special. Kuna watu wengine wanasema kwamba watu wengine sio special. But I want to bring to your attention. Lakini nataka nikufahamishe, Here on earth, hapa duniani there are some special people. kuna watu wengine wa kipekee. And you can make your case special Na unaweza kufanya kesi yako iwe ya kipekee through serving God. kupitia kumtumikia Mungu. God has spoken very well Mungu amenena vizuri sana in the Bible katika Biblia that those people who serve God, kwamba wale wanaomtumikia Mungu they are special to Him. wao ni special kwake, And their case is different. na kesi zao ni tofauti. So in the book of Malachi chapter 3 verse 18, Katika kitabu cha Malakai 3:18. I want us to begin there. Basi tusome hapo. And I know God will bless us. Najua Mungu atatubariki. Hallelujah. Amen. I want us to read together that scripture. Tusome pamoja andiko hilo. And I want you to renew your dedication Nataka wewe ufanye upya kujitoa kwako to serve God. katika kumtumikia Mungu. Because there is something special Kwa sababu kuna kitu cha kipekee with serving God. katika kumtumikia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. In that one, can we read together 1, 2, 3? And you will again see The distinction between the righteous and the wicked. between those who serve God and those Between those who serve God and those who do not. Can you put NLT? NLT. Then you will again see the difference. Somebody say see the difference. Sema tofauti. Kuna watu hawasemi vile nasema. Sema see the difference. Sema kuna tofauti. You will again see the Na difference. tena utaona tofauti. Very soon Hivi karibuni you will see the difference. utaona tofauti. Nobody is being forced to do it. Hakuna mtu atalazimishwa kufanya hilo. Just live the life you want to live. Ishi maisha unayotaka. We are watching. Tunaangalia. And God in heaven is watching. Na Mungu akiwa mbinguni anatazama. And He is the one who is saying, Na ndiye anasema kwamba you will again see the difference tena mtaona tofauti between the righteous kati ya watakatifu and the wicked. na waovu. But that's not where we are. That one I will preach in the crusade today. Hiyo nitahubiri katika crusade leo. But the second part is saying, Sehemu ya pili nasema you will see the difference tutaona tofauti between those who serve God kati ya wale wanaomtumikia Mungu and those who do not. na wale wasiomtumikia. Hallelujah. Amen. You will again see the difference. Na tena mtaona tofauti. You will see the difference. Utaona tofauti. How many believe when God speaks, He means it? Ni wangapi wanajua kwa Mungu akisema anamaanisha? Actually, this is a Lema word. Amen. It's a Lema word. Hii ni rema, ni neno la rema. Are you in the house? Niko katika nyumba. Hallelujah. Amen. Actually, this is a Lema word. Hii neno la rema I heard it very clearly. nilisikia kikamilifu. Actually, it was an answer to prayer. Nilikuwa jibu katika maombi. One of the prayers I have been praying. Ombi moja nimekuwa nikiomba And God answered me. na Mungu akanijibu. Don't worry. Usijali. Very soon, Hivi karibuni you will see the difference utaona tofauti between those who serve God. kati ya wanaomtumikia Mungu. There are some things that will come upon them. Kuna mambo yatakuja juu yao And those who don't, na wale ambao hawamtumikii, shame is waiting for them. aibu inawangoja. There are some things also that is coming upon them. Kuna mambo pia yanawajia. I want to be on the God side. Nataka kuwa katika upande wa Mungu. Who is with me? Yule ambaye kuna nami. I want to be on the God side. Nataka kuwa katika upande wa Mungu. Among those who serve God. Miongoni mwa wale wanaomtumikia Mungu. There is another version that says, Kuna tafsiri nyingine inasema God is drawing a line Mungu anachora mstari between those who serve Him kati ya wale wanaomtumikia and those who don't. na wale wasiomtumikia. Those who mock serving God. Wale wanaoudhi kumtumikia Mungu. Those who relax. Wale wanaopumzika tu. Those who think people are wasting time. Wale wanafikiri kwamba watu wanapoteza wakati. Those who think Wale wanafikiria that serving their own stomach kwamba kumtumikia matumbo yao is the best thing they can do. ndio jambo zuri zaidi la kufanya. God is saying very clearly, Mungu anasema wazi, He is drawing a line. anachora mstari. There is an angel who has been released in Na this malaika world. ameachiwa katika wakati huu. And that angel Na malaika huyu has drawn a line. amechora mstari. Hallelujah. Amen. Is that my paper? Can you bring it if it is mine? Maybe somebody is saying something. Okay. Good. Now, God
God is drawing a line Mungu anachora mstari between those who serve him. kati ya wale wanaomtumikia, And I am longing with all my heart. na natamani katika moyo wangu wote, I'm praying and even chanting. na ninaomba pia na kulia sana. Hallelujah. Amen. I'm even groaning within me. Na nikilia ndani yangu, There are people who don't see kuna watu ambao hawaoni the point of serving God. kwa sababu ya kumtumikia Mungu. People have forsaken serving God. Watu wameachilia kumtumikia Mungu. People have gone to their own field. Watu wameenda katika mambo yao. People have refused to serve God. Watu wamekataa kumtumikia Mungu. And God is saying, Na Mungu anasema, I have come nimekuja and I am drawing a line. na ninachora mstari. You are going to notice a difference Utajua tofauti from now kuanzia leo between those who serve me kati ya wale wanaonitumikia and those who don't na serve. wale wasionitumikia. I am going to do something. Naenda kufanya jambo, I am about to do something. naenda kufanya jambo, And you will notice a difference. na utaona tofauti. The difference will be very clear. Tofauti itakuwa wazi sana, That these are the people kwamba hawa ndio watu who have been serving God faithfully. ambao wamekuwa wakimtumikia Mungu. These are the people Hawa nao ndio watu who refuse to serve God, waliokataa kumtumikia Mungu, who went to their own field. walienda katika kufanya mambo yao. God will make a clear line. Mungu ataweka mstari ambao ni wazi. And as I speak now, Anaponena wakati huu in the spiritual, katika roho, God is establishing it. Mungu anaanzisha hiyo. He is bringing it to pass. Mungu anakuja kuifanyia ikamilike, That he is coming to reward kwamba anakuja kutuza those who will serve God. wale ambao watamtumikia Mungu. Favor is coming upon them. Neema inakuja juu yao, There is favor, kibali. kibali kinakuja juu There yao. is also a special grace coming upon them. Kuna neema ya kipekee inakuja juu yao. Have you stopped praying, my soul? Another measure, Holy Ghost, another one dancer. Now, there is something that has been kept in store Kuna kitu ambacho kimewekwa katika ghala for those who serve God. kwa wale wanaomtumikia Mungu. And I want to show you Nataka kuonyesha the store of God ghala la Mungu for those who serve God. kwa wale wanaomtumikia Mungu, And those people who have gone to this class, na wale ambao wanaenda katika hili darasa. I'm going to usher you to that. Nataka kuingiza katika hilo, And your life will never be the same na again. maisha yako yatabaki jinsi yalivyo tena. I want you to purpose with all your heart Nataka kupanga katika moyo wako wote that I want to serve God. kwamba nataka kumtumikia Mungu. I don't want to be 50-50. Sitaki kuwa 50-50, I don't want to be lukewarm. sitaki kuwa vuguvugu. I want you to purpose. Nataka upange kabisa, As hands are laid on you, mikono itakapowekelewa juu yenu, that I'm going to be among those who serve God. kwamba nitakuwa mmoja wa wanaomtumikia Mungu, And I will serve my God na faithfully. nitamtumikia Mungu kwa uaminifu, And your life will never be the na same maisha again. yako yatabaki jinsi yalivyo tena. Now, what is in store for those who serve God? Nini kimefichwa kwa wale ambao wanamtumikia Mungu? I want you to write one. Nataka uandike kwanza Psalms 89 verse 20. Zaburi 88:20. And all the other things, Na mambo hayo mengine yote they flow from that. yanashuka kutoka kwa hilo, They flow from that altar. inakujia kutoka kwenye haya madhabahu. Hallelujah. Amen. Can we read together 1, 2, 3? I have found my servant David. I have anointed him with my Now, oil. let me ask you, Karen. Acha nikuulize, Did David had other titles? Daudi alikuwa na majina mengine Like what? kama He was a king. alikuwa mfalme, He was a psalmist. He was a prophet. a priest. He was a priest. But which name God is calling him? ni neno jina gani anamuita? Because all the other things were pointless to Kwa God. sababu haya mengine yalikuwa hayana maana tena. God did not see kingship as anything. Mungu hakuona ufalme kama kitu, He did not value any other thing. hakuweza kuchukua kitu chochote cha maana kingine. Let me tell you, Wacha nikwambie an important of a believer umuhimu wa muumini in the house of God katika nyumba ya Mungu is not all the other titles. si majina hayo mengine yote. They are important to make money Ni muhimu katika kutengeneza pesa and make the life move on. na kufanya maisha yaendelee, But to God, lakini kwa Mungu this is the title that is most important. hili ndilo jina la maana sana, Because he said, kwa sababu anasema I have found nimempata my servant David. mtumishi wangu Daudi. I wish God talk about that concerning me. Laiti Mungu akasema hiyo kuhusu maisha yangu. I have found my servant Daniel. Nimempata mtumishi wangu Danieli. I have found my
Nimepata mtumishi wangu Caleb. Sio I have found a teacher. Si kwamba nimepata mwalimu. Hapana. See, I have found a manager. Si kwamba nimepata manager. See, I have found what and who. Si kwamba nimepata nini ama nini. What God put into brackets. Kile Mungu ameweka katika mabano. Among all the other things David had. Kwa mengine yote ambayo alikuwa na Daudi. This is why God was interested with the life of David. Ndio sababu Mungu aliweza aliona maana katika maisha ya Daudi. All the other things God did for David. Hayo mambo mengine Mungu aliyomfanyia Daudi. It was not because he was the president. Si kwa sababu alikuwa mfalme, but because he was serving God. Kwa sababu alikuwa akitumikia Mungu. And the Bible says, na Biblia inasema that David served God purpose. Daudi aliweza kutumikia kusudi la Mungu until he slept. Mpaka maisha yake. David was conscious. Daudi alifahamu even being a king, kwamba atakuwa mfalme is not important to God. Si ya maana kwa Mungu. My assignment, kazi ambayo nimepewa na Mungu, my purpose being here under the sun, kusudi langu la kuwa kwenye chini ya jua, it is to serve God. Ni kumtumikia Mungu. And he served it faithfully until death. Na alitumika kwa uaminifu mpaka kifo chake. Now listen. Sikiza. A time has come. Wakati umefika. As you do all the other things, unapofanya haya mambo mengine yote, you put serving God first. Upatie kipaumbele kumtumikia Mungu. Because all the other things, kwa sababu mambo mengine yote you are looking for, unayoyatafuta, will flow from being a servant of God. Yatabubujika kutokana na kuwa mtumishi wa Mungu. Now, what God had kept for David, kile Mungu alikuwa ameweka kwa Daudi, it is now in the second line. Ni katika mstari wa pili. Can we read together? One, two, three. Pamoja. I have found my servant David. Can you read? I have anointed him with my holy oil. My holy oil. Go ahead. I will steady him with my hand. With my powerful arm, I will make him strong. His enemies, God, will not defeat him. Hey. That is a promise of somebody who serves God. Hiyo ndio ahadi ya anayemtumikia Mungu. His enemies, God will make sure. Maadui zake Mungu atahakikisha. They will not defeat him. Kwamba hawatamshinda. Nor will the wicked overpower him. Na hata waovu wataweza kumshinda. Now go ahead. Endelea. I will beat down his adversaries. I will beat down his adversaries. Angamiza maadui wake. Hapana, nitawachapa. Nitawachapa. Salimia mwingine mwambie watachapwa. Watachapwa. Salimia mtu mwingine mwambie wanachapwa. They will be beaten. Mwalimu. Yes. Wanachapwa. They are being beaten. Those who compete with David, wale wanaoshindana na Daudi, their adversary, maadui zake. David is saying this. Daudi anasema hivi. Absalom and his neighbors are saying this. Absalom na majirani wake walikuwa kusema hivi. Those are the people we call adversaries. Hao ni watu wanasema kwamba ni maadui. My servant is saying this to David. Daudi yako alitumisha Daudi anasema hivi. And others are saying this. Hao wengine wanasema hivi. My servant is saying go this way. Mtumishi wako anasema endeni upande huu. Others are going this way. Anasema upande huu. God is saying, Mungu anasema, I will beat down. Nitawachapa. Yaani ni kuwagonga mpaka waaguke. They are going to be beaten until they are. I will beat down his adversary. Nitachapa maadui zake. Now, hii ingine ni gani? Hii ingine na ngoja. Inahitaji kila mtu ajipange. It needs that everyone prepares. Can you read the next one? So mimi jingine. You have not choice but to love God's servant. Ndio kama tunawatumisha. Salimia huo mwingine mwambie you have not choice but to love me. Kilicho mema choze hauna chaguo. Make sure you qualify my servant David. Hakika kwamba umedhibitika kama mtu. Mwambie you have no choice but to love me. Mwambie hauna chaguo ila kupenda. Even if I don't do what you like. Hata kama sifanyi unataka. Even if I'm not your style. Hata kama mimi si wa kiwango chako. Even if I am not your type. Hata kama mimi si wa aina yako. Because this is what God is saying. Kwa sababu ndivyo Mungu anavyosema. And destroy. Na kuharibu. Those who do what? Those who hate him. Hey. Destroy those who hate him. Kuangamiza wale ambao wanamchukia. Miriam, can you go forward? Miriam, endelea. My faithfulness and unfailing love will be with him, and
and by my authority he will grow in power. Somebody will grow in power. Somebody will move to another level in power. Somebody will move from glory to glory in power. The servant of God will grow in power. Power to pray. Power to cast out devils. Power to make well. They will grow in power. Now, let's go back to verse 20 million. I have found my servant Daniel. And I have anointed him. This scripture is mine. I have kept in store for him my holy oil. Mafuta yangu matakatifu. Not just any oil. Si mafuta yoyote. Do you know these days? Unajua siku hizi. Don't worry when people talk about the anointed. Usijali watu wanaposema kwamba wamepakwa. God Caleb here is specific. Mungu hapa anasema jambo halisi. There are people who have oil. Kuna watu na mafuta. But it is not holy oil. Lakini si mafuta matakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Is a evil spirit. Ndio unaona watu kama Bishop Johana. Lazima unaona mtu kama Bishop Johana. Ati ni mafuta yako nayo. Ati he has anointing oil. Na anasugua mama hapa. And there is a pride on a woman here. Sikuangalia ni wapi kwingine. I didn't look to see where else. Lakini nasikiaga. But I normally hear. Nao wamama, sasa wamama mnataka nini? Women, what do you want? Unamkubali asubuhi. You just allow him to touch you everywhere. Na ni mama ako na bibi na bwana. And so a woman who had a husband. Na ndio naambia mabwana mkitaka vizuri. That's why I tell husbands, if you want to serve God, mtumikie. Those husbands who are talking with God, wao wanacheza na Mungu. I advise you to serve God. Na washauri mtumikie. Because if your wife does not see God in you, kwa sababu kama bibi yako hataona Mungu ndani yako, she will go to Bishop Johana. Ataenda kwa Bishop Johana. Na amtolee. Apako mafuta. Asiuliwe. Sema nimekataa. Sema vizuri nimekataa. Na wewe mama, what about you? Ukienda hata kama mtu anasema ni nabii, is something that is a prophet. Ukiona ameanza mambo mengine, and he start to do some other things. Hata kama ni kukuombea, mtu anayekiwa mkono hapa, ukiona ameanza kugusa nywele, in fact that is touching your hair anyhow. Anakusugua badala ya kukuombea. Anakusugua. What are you doing there? Unafanya nini hapo? But it seems as if that lady was enjoying. Hiyo mama ni kama alikuwa anafurahia. Vile nilimsikia hata akisema. Huyo sio roho. That's not a spirit. Do you think kiroho alikuwa anafanya asema, hey. Abana. No way. Nikuguzwa. Nikusugua. Ndio ilikuwa inaleta shida. I was broken. Now listen. Sikiza. Oils are all over. Mafuta yako kila mahali. Kuna mafuta aina tofauti. There are different types of oils. There are so many corrupted oil. Kuna mafuta tofauti ambayo yameharibika. But God is saying, lakini Mungu anasema, there is something I have kept for myself. Kuna kitu nimemfichia mtumishi wangu. It has not been corrupted. Kwamba hakijaharibiwa. It is still pure in my soul. Ni kitakatifu machoni pangu. It is still pure in my mountain. Kimefichwa katika mlima wangu. My holy oil. Mafuta yangu matakatifu. Holy oil. Mafuta matakatifu. Once it comes upon you, yatakapokujia, it is separates. Yatakutenganisha. It begin to consecrate. Yataanza kuweka wakfu. It begin to cause you to be holy. Yataanza kufanya wewe mtakatifu. I have kept my holy oil. Nimeficha mafuta yangu matakatifu. I want that oil. Nahitaji mafuta. How many want that oil? Wangapi wanahitaji hayo mafuta? Mimi nataka hiyo. I need that oil. Ile inaibiwa na shokia. Hizi kana hiyo ni transport country. Wewe kama inas. Sinaona uko juu sana. Wewe kama inas 4. Hiyo. Hebu sasa hiyo wimbo hapo. Ni hadi hata hiyo iko juu. Teremsha kabisa.
Teremsha kabisa. Maguta Maria wa muitereia dama sonori diedore irikana Joshua gomoya kuete bomba yagirie pavali twale kuide dure sonoro maguta Maria wa muitereia dama sonori nimeficha mafuta matakatifu. Not that you are serving God. Si kwamba unamtumikia Mungu. And you are still touching other people's wives. Na bado unaenda kugusagusa mabibi ya wenyewe. All the good girls in the church, they belong to you. Wasichana wale wote wazuri ni wako. I have kept that holy oil. Nimeweka haya mafuta matakatifu. Once you have it, utakapokuwa nayo, it is separate. Yatakutenganisha. It will make you only want to glorify God. Yatakufanya utake tu kumtukuza Mungu. Hakuna katoto katalikanishwa kakona uso kama wako. There's no kid that will be resembling you. Si mnaona Facebook? Yani kuna katoto kanaweko. That is uploaded there. Kanafanana na fulani. That looks like somebody somewhere. Holy oil. Mafuta matakatifu. Please listen to me. Nisikize. You will not go to the altar. Hautaenda kwenye madhabahu ukiwa umechanganyikiwa. When you are confused. It is very clear you are living for Jesus. Ni wazi kwamba utamwishia Yesu. It is very clear. Itakuwa wazi kabisa. Tuetukanagia. Haujichanganyi. I have reserved my holy oil. Nimeficha mafuta yangu matakatifu. Do you know why the oil is not working? Unajua kwa nini mafuta hayafanyi kazi? It is the vessels who are receiving the oil. Ni kwa sababu ya vyombo ambavyo vinapokea. Now, because of this oil, kwa sababu ya mafuta haya, there were so many things that were written there. Kuna mambo mengi yalikuwa yameandikwa hapo. I will just mention them. Nitayataja. That will come as a result of that oil. Kwamba yatakuja kama matokeo ya mafuta hayo. That oil was upon Daniel in the book of Daniel chapter 6 verse 16. Mafuta hayo yalikuwa katika kitabu cha Danieli 6:16. Because of that oil, kwa sababu ya mafuta hayo, God gave him number 2 special deliverance and protection. Mungu akampa ukombozi wa kipekee na God could not allow to consume Daniel. Kuna mambo ambayo Mungu angetaka yangamize Danieli. Can you see this? Angalia haya. At last the king gave orders for Daniel to be arrested and thrown into the den of lions. The king said to him, "May your God, whom you serve so faithfully, rescue." Was he rescued? Alikombolewa. Hebu niulizie your neighbor. Niulizie rafiki yako. Can God give you this statement? Mungu anaweza kukupa hili. May your God who you serve faithfully. Wacha Mungu ambaye unatumikia kwa uaminifu wote. Listen, wengine wakerushwa. Some are told that day. Lions ingewafanya nini? Kama ni faithfulness inaangaliwa. If it is about faithfulness. May the God you serve faithfully. Wacha Mungu ambaye unatumikia kwa uaminifu. Now how is your serving? Wewe unatumika namna gani? Can God really rescue? Mungu anaweza kukomboa kweli and deliver you for your faithfulness. Na akomboe kwa sababu ya uaminifu wako. There are awesome rewards. Kuna tuzo za kipekee that come upon those who serve God. Ambazo huachia wanaomtumikia Mungu. Because of the anointing. Kwa sababu ya mafuta. Because of the holy oil upon them. Kwa sababu ya mafuta matakatifu yaliyo juu yao. In the book of Deuteronomy 28 verse 47. Katika kitabu cha Kumbukumbu 8:47. Deuteronomy 28 verse 47. Kumbukumbu 28:47. Mbele yangu usinifanye nigojee.
Now, listen. Sikiza. I told you the things that will come. Sio kutafuta itatafutwa. It is already decided that will come to those who don't serve God. Listen to this. Can you read 1 to 3? If you do not serve the Lord your God with joy and with enthusiasm for the abundant benefit you have received, go ahead. You will serve. Now, if you don't serve God, God will make sure there is an enemy you are serving. Mungu atachia kwamba kuna adui anayatumikia. If you don't serve God with your money, kama utumikii Mungu kwa pesa zako, God will make sure there is an enemy you are serving with your money. Mungu atachia kwamba kuna adui anayatumikia kwa pesa zako. You will serve your enemies whom the Lord will send. Sio shetani ambao watatumwa na Mungu. Sio enemy ametumwa na Mungu, hata ukijaribu kumkemea. If an enemy is sent by God, if it's sasa unamkemea nini? Ni Mungu ametuma. It's God that has sent the enemy. If you don't serve the Lord, kama utamtumikia Mungu, if you refuse with your tithe, kama utakataa na fungu lako la 10, you will serve your enemy whom the Lord will send. Utatumikia maadui ambao watatumwa na Mungu against you. Juu yako. You'll be left hungry. Utachukua thirsty, ukiwa na kiu, naked, ukiwa uchi, lacking in everything, na ukikosa kila kitu. The Lord will put an iron yoke, sio Shetani. The Lord will put an iron yoke in your neck. Mungu ataweka hiyo katika shingo lako. Blessing you. Ikusumbue. Harshly. Kwa ukali. Until he has destroyed. Mpaka ikuangamize. But me, I don't want this side. Lakini sitaki hili. How many are with me? Now, all these things, haya yote, the opposite of them, kinyume cha haya, is what comes to those who serve God. Yale na wajia wale wanaomtumikia. And me, I love reading it this way. Na mimi natamani kusoma hivi. Because I serve God. Kwa sababu namtumikia Mungu. I will never serve my enemy. Mimi sitatumikia maadui zangu. God will only send angels. Mungu atutuma malaika kwangu. I will never go hungry. Sitakuwa na njaa. I will never be thirsty. Sitapata kiu. I will never be naked. Sitakuwa uchi. I will not lack anything. Sitakosa chochote. The Lord will not put an iron yoke against me. Wala chuma juu yangu. I will not be oppressed. Mimi sitateswa. I will not be destroyed. Mimi sitaangamizwa. Because I serve God. Kwa sababu namtumikia Mungu. Serving God. Kumtumikia Mungu. These are all the words of serving God. Hizi ndizo tuzo la wale if you don't serve God, you receive the opposite. Usipomtumikia Mungu utapata kinyume. If you serve God, you receive the other. Ukitumikia Mungu utapata haya mengine. In the book of Hebrews 6:10, katika Waebrania 6:10, the Bible is very clear. God will not forget everything you do for him. Mungu anasema kwamba hata sahau chochote unachomfanyia. He will not forget. Hata sahau. In the book of John 12:7, Yohana 12:7, those who serve God, wale wanaomtumikia Mungu, number 4, God defend and shield them. Mungu anawalinda na kuwatunza. God defend and shield them. Mungu anawalinda na kuwakinga. John 12:7. Yohana 12:7. Unasikiza vizuri hapo hii? John 12:7. So that we move fast. Tuendelee kwa haraka. Hallelujah. That was a woman who was serving God. Huyo ni mama alikuwa akimtumikia Mungu. And people complained. Na watu wakateta. Why are you wasting money? Mbona unapoteza pesa? Why are you wasting this oil? Mbona unapoteza haya mafuta? But Jesus defended those who serve him. Lakini Mungu anaweza kuwalinda wale wanaomtumikia. He told the apostles. Akaambia mitume. Now imagine. Fikiria hili. Jesus could have been on the side of apostles. Kwamba Yesu alikuwa katika upande wa mitume. Lakini alikataa. But he refused. Akasema, I am not on your side of this. Instead, siko upande wenu katika jambo hili. And he who is serving me. Msichana ambaye ananitumikia. This is what Jesus said. Hivi ndivyo Yesu alisema. Leave her. Mwacheni. Hebu tusome vizuri. Leave her alone. Let me tell you. Wacheni waambie. If you want God to defend your family. Kama unataka Mungu akinge familia yako. If you want God to defend you. Kama unataka Mungu aweze kuikinga. If you want to carry always aside. Kama unataka kubeba alama. Leave her alone. Muache yeye peke yake.
Tumikia Mungu. This lady Msichana was in sanctuary beautify. Alikuwa wa kurembesha madhabahu. She came to beautify Jesus. Alikuja kurembesha Yesu. Other people complained like Judas. Wengine walinuna kama Yudasi. And the Bible says it is because he was a thief. Na Biblia ikasema kwamba ni kwa sababu alikuwa mwizi. He wanted that money to be sold iwekwe ili aibe. Alitaka yauzwe, pesa ziwekwe atizwe. Jesus defended this. Lakini Yesu akaweza kukinga huyu mama. I want God to defend me. Nahitaji Mungu akaweza kunikinga. And let me tell you, he does it. Na wacha nikwambie huwa anafanya hivi. I have seen God defend. Nimemwona Mungu akinikinga. There are people here. Kuna watu hapa. You could have been sacked. You could have been sacked. Ungefutwa kazi. Hallelujah. Amen. Mwalimu, you could have been sacked. Ungekuwa umefutwa. That army the blessed was talking about. Huyo ambaye nilikuwa nasema. It was meant to throw out. Ilikuwa iweze kumtupa nje. But because of serving God. Kwa sababu kumtumikia Mungu. God said, leave her alone. Mungu akasema mwache. Niulizie huo mwingine, can God defend him? Ask your friend, Mungu anaweza kukukinga. Wewe mwambie, do you serve God enough? Natumikia Mungu vizuri. To say leave her. Kusema kwamba mwache. Bwana ameinua mkono akugoke. Your husband has raised your hand to hit you. Mara moja. All of a sudden. Kile kamurata kuoko. Ameinua mkono akugoke. Nyuki inatuma mkuki pa. And bee stings him. Ama huo mkono unaanza kuuma. Ama that hand starts to ache. You are about to have an accident. Uko karibu kupata ajali. Jesus come and say, leave her alone. Mwache peke yake. Inasukumwa kwa mtu mwingine. Inaenda kwa another person. Do you know God can defend? Najua Mungu anaweza kukukinga. Hallelujah. Hallelujah. Umepakiwa mambo. Things have been planned. Ambao hata hujui. That you don't even know. Mungu anaiondoa. God destroys. Wale wanapanga, Mungu anawafanya wapitie hapo. Those that are scheming, God makes them to go through it. Leave her alone. Mwache. Hey, I want to carry that anointing. Nahitaji kubeba hayo mafuta. Ni wangapi wangetaka hiyo mafuta? I want that kind of anointing. Serve God. Tumikia Mungu. Sio bure. It's not in vain. Serve God. Mtumikie Mungu. That oil was upon Mwalimu Nelson. Hayo mafuta. Mwalimu ni utafuta. That oil was upon Mwalimu Nelson. Mafuta yalikuwa katika juu ya Mwalimu Nelson. The forces were sent to kill her. Waabudu shetani walitumwa kumangamiza. They took her to forest. Wakampeleka kichakani. And he started speaking in tongues. Na akaanza kunena kwa lugha. Speaking in tongues, nothing was happening. Hauna kilikuwa kikifanyika. Walimwekea mabudiko akamwambia toa nguo. Wakamweka mabudiko akamwambia asimko. We have been sent to defile you and then kill you. Tumetuma tuweze kukuangamiza. Akiongea na dini anaambiwa nyamaza. When he was speaking in tongues, he was silent. But let me tell you. Wacha nikwambie. While in that circumstance, katika hali hiyo, she saw a vision. Akaona maono. It was the time she was preaching in Uhuru Park. Wakati alikuwa akihubiri katika Uhuru Park. She saw her area of service. Akaona maeneo yake ya utumishi. And she shouted. Na akasema kwa sauti. Jesus! Yesu! Remember Uhuru Park. Kumbuka Uhuru Park. Kumzika kukia hawezi. Power came upon those things. Wakaanza kukimbia kama watu wa. They ran to the skelter like they are blind. Wakaanza kumwambia kuja wewe kwenda. Let's go. Wakampeleka mpaka akatokea. They took her until he was out of the forest. Let me tell you. Wacha nikwambie. What can you remind God? Nini unaweza kumkumbusha Mungu? At least Israel. Angalau Israel. Can say. Anaweza kusema. I have tried. Hiyo kanisa haikuwa inanuka vile inanuka leo. Nimejaribu hilo kanisa is not like it was made before. Hiyo kanisa nimemaintain John smart. That church I've just maintained the church. What can you tell God? Unaweza kumwambiaje Mungu? If you find yourself uko karibu kwa accident ukufe. Ukijipata that you are here to get an accident. Isaiah 33. Isaiah 33. Hezekiah. He reminded God. Alikumbusha Mungu. Na Isaiah akitabiri kwamba utakufa kama. And Isaiah is prophesying that you're going to die. Alitabiri bikira atazaa. He prophesied that virgin will give birth and she gave birth. Akaambia King Hezekiah wewe jipange unakufa. He told King Hezekiah plan your thing, you are going to die. Akaenda kwa Mungu akamwambia God remember my area of service.
Akaenda kumwambia, kumbuka maneno yangu ya utumishi. How I serve you faithfully. Jinsi nilivyokutumikia kwa uaminifu. Mungu akaambia Isaya, rudi. God told Isaiah, go back. Enda umwambie nimemwongezea. What tell him that I have added years unto him. Ukikoroka hivi ndio tena. And that will be greeting Noah. Ukiwa karibu kufa. When you are near to death. Mungu akikumbuka the way you serve him for time. When God remembers the way you serve him. Anasema kufa. He said that you die. Wewe unaweza ambia Mungu. What can you tell God? Hello. No wonder I have been in very accident. Ndio sababu nimekuwa katika ajali 3. Very bad one. Mbaya sana. But I always come out. Lakini wanatoka. Najua sitaenda kwa ingine. I know I'm not going to another one. Na moja iliua watu. And one of them killed people. Mimi kwanza nilikuwa nimelala. I was asleep. Then I woke up. Nikaamka. Kwa sababu kuna kitu Vincent. There's something. Kuna kitu Mungu anakumbuka. There's something that God remembers. Hawezi kukumbuka ile kazi unafanya ya kuuza mazao. He can't remember the work that you do that of selling land. Anakumbuka kuna watoto wake wananingoja. He only remembers that there's some his children that are waiting for. What God can remember is youth on fire. Mungu anaweza kukumbuka sababu ya youth on fire. Ukijikuta baba yako anaweza kuambia Mungu, "Oh God, remember I am a real estate." Ukijikuta hapo wewe real estate. Oh God, I am a teacher. Kumbuka mimi ni mwalimu. Najua ni wewe naambia. Mimi. Oh God, remember mimi nauza. Mimi nauza. Hana. Mtu anaambia Mungu God like Dorcas. Kama Dorcas. Huyo hata alikuwa amekufa. She had already died. James. Yes. Wacha nikuulize swali. Let me ask you. Dorcas alikufa watu wakakataa na yeye. Dorcas died and people rejected that day. Wakachukua ile kazi alikuwa anafanya kusolea watu makoti They took the coat that she was waving for them. wakainua wakaambia Petro. They visited told Peter. God must go. Mungu lazima aende. Huyu hawezi chukua huyu. He cannot take this one. Wakafanya mgomo kama madaktari. They striked like doctors. Hata Sanchez ameniambia ameenda mgomo. Madaktari wamegoma. Doctors are on strike. Wakagoma wakasema you Dorcas must Erased. and let me tell you God had no choice Mungu hakuwa na chaguo jingine because of an area of service. kwa sababu ya maeneo ya utumishi. Kuna watu wanaweza kufa, There's some people that if they die, hakuna mtu atasema anything. no one will say anything about them. Hata nikupiga watapiga makofi. People will be clapping. Yeah. He is already gone. Mimi sio hata nikiwa pastor. Even if I'm a pastor, Nilikuwa na ombi kale I had a prayer kwamba hata nikimiss church, that even if I miss church, watu wana feel I am not there. people should feel my absence. Sasa hebu niulizie aliye karibu na wewe, Ask the neighbor, if you miss the church, ni nini itakumbukwa yako? what will be remembered about you? Nani atakuombea ufufuke? Who will pray for you that you be raised? Ukitaka maisha ya miujiza tumikie Mungu. If you want miraculous If you want a life of miracles, serve God. ukitaka If you want addition of years, unataka kuongezewa miaka, like Dorcas or Hezekiah, I've already quoted them. nimesema kuwahusu Isaiah 8 and Act 9. If you want an addition of years, serve God. kama unataka kuongezewa miaka, tumikia Mungu, Serve God. tumikia Mungu. Now, can I finish with this testimony? Wacha nimalize na ushuhuda huu. I have a pastor, alikuwa rafiki yangu na kuna wakati nilihudumu chini yake. I have a pastor that was serving under. Anaitwa Bishop Sami sasa. It's called Bishop Sam. Wakati kulitokea bomb, ilikuwa When there was a bomb blast. 98. Wakati huo wa bomb, During that time, walikuwa wamepanga kukutana na church elder. they had planned a meeting with church elders Hiyo nyumba ilikuwa bombed. in the house that was bombed. Nataka uone. Then I want you to see this. Elder hakuenda morning devotion. Elders did not go for morning devotion. Alichukua 2 daughters. He took his 2 daughters Akaenda direct and he went direct kwa hiyo nyumba. into that house. Akaanza kupigia pastor simu. Kwani uko wapi? He called pastor. Naye pastor And then pastor alienda morning devotion. went for morning devotion in the morning. Akaomba.
He prayed. Akasahau hata alikuwa anaenda. And he forgot that he had a meeting. Alipoangalia saa He looked at his clock. He saw it. And I was meeting with somebody tuone mtu huko. I was about to meet someone to meet. Akaenda akajitayarisha haraka. He went and prepared himself. Akiwa kwa gari akasikia news. On the vehicle he had news. Ile nyumba And that house imekuwa bombed. Has been bombed. All of a sudden akatumiwa ka SMS. He was sent the church elder with the 2 daughters. Church elder na watoto wake wawili wamekufa. What saved him? Nini kilimwokoa? Morning devotion. Ile hakukuji. The one that you don't attend. Morning devotion. Salimia wewe mwingine mwambie mercy morning devotion. Greet your neighbor, tell them mercy it's called morning devotion. Ile fellowship. That fellowship. Ndio ilimsave. It is the one that saved him. Lakini huyu alisema ni Nairobi. Alienda akagongwa na bomb. Bomb and died. Wewe unahitaji kwenda mbinguni. You need to go to heaven. If you are not serving God purpose here. Kama utumikie Mungu, tumikie sura Mungu hapa. Now, to tap that anointing. Kuweza kuchukua huo upako. Number 1. Kwanza, separate yourself. Jitenge. Mnakumbuka ile maandiko inasemaga in a big house, 2 Timothy 2:20. If you want to be a vessel of honor, separate yourself. Kama unataka kuwa chombo cha heshima. Number 2, discover your area of service. Tambua eneo lako la kutumika. Number 3, put your best. 3, fanya kazi yako vizuri zaidi. In your area of service. Katika maeneo yako ya utumishi. I'm sure many people are not doing their best. Najua kwamba kuna watu wafanye vizuri wanavyo. And number 4, be faithful. Na ile kuwa mwaminifu. In the little. Katika kidogo. God will keep pushing you above. Mungu ataendelea kukuinua. And finally be obedient and submissive. Na mwisho uweze kuwa mtiifu. Because God resists the proud. Kwa sababu Mungu anawakataa wale wenye maringo. And he gives grace to the humble. Na wapatia neema walionyenyekea. If you want God to resist him, kama unataka Mungu aweze kukusaidia, be proud. Be proud. Wewe uwe na maringo na kiburi. Refuse to be submissive. Kataa kujiachilia. Refuse to be obedient. Kataa kuwa mtiifu. The Bible says that disobedience is like a sin of witchcraft. Biblia inasema kwamba kiburi ni kama uchawi. God give grace to the humble. Mungu anapatia neema wanyenyekevu. Holy oil. Mafuta matakatifu. That hiyo ndio anapatia watu leo. That is what God is giving to people today. Kanisa tusimame. Let us rise on our feet. Holy oil. Mafuta matakatifu. Hey. Nani mkuti? Tusimame. I want that holy oil. Nahitaji hayo mafuta matakatifu. And it is already in this house. Na yako katika nyumba hii. Holy oil. Mafuta matakatifu is what he has reserved for those who serve him. Ni yale amewekea wale ambao wanamtumikia. And those who are graduating today. Na wale ambao wana mafala wa siku ya leo. And also all the gatekeepers. Na wale ambao ni gatekeepers. I'm going to pray for you today. Naenda kuombea leo. And I am praying that holy oil upon you. Na naomba kwa mafuta hayo matakatifu juu yenu. You will not struggle to serve God. Hautangangana katika kumtumikia. You will not struggle to pray. Hautangangana katika kuomba. It will just happen. Itafanyika tu. Caleb, can you give us a chorus? And then we move on. Tokea mbele. Can you sing it? I am yours. Till the day you will come. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. Can you sing it? I am yours. Till the day you will come. Jesus, I am yours. I
Ndio niliwaambia. Na ile mafuta mtapata, she will never miss again here. Hata kosa hapa tena. Itafanya mambo ya ajabu kwa God will do wonderful things to her. God is going to kick that sickness back to her. Amen. Magonjwa yale kuzidi. Forever. Amen. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, I bless these gatekeepers. Baba, nimeombea hawa mashemasi. Waite tu gatekeepers. Gatekeepers. You told me you have sent holy oil today. Unaelewa kwamba umetuma mafuta matakatifu leo. For those who will serve with me. Kwa wale watakaotumika pamoja nami. Father, Baba, put this oil on them. tia mafuta haya juu yao. Let them know Wacha wajue what it means by the holy oil. inamaanisha nini katika mafuta matakatifu. Father, you have poured this oil upon them. Baba, umetia mafuta haya juu yao. Jesus, Yesu, pour this oil upon them. tia mafuta haya juu yao. Enable them to pray. Wawezeshe kuomba. Enable them to do the work of a gatekeeper. Wawezeshe kufanya kazi ya gatekeepers. Enable them to carry a move for their area. Wawezeshe kufanya mambo katika kazi. All the things they hate in that area, they shall be hated by heaven. Mambo ambayo watachukia watachukua kupitia. Whatever they see and they say no, Kile wataona waseme la, it will never happen in that area. haitafanyika katika eneo lao. Jesus, Yesu, visit them, Lord. watembelee. Put that oil upon them. Weka mafuta hayo juu yao. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Can you sing that song, Karen? Let it flow down. On behalf of your
wakazi wa maeneo hayo. I declare men and women shall follow you to the house of God. Wanawake wataweza kuwafuata nyumba ya Bwana. Also I put wealth in your hand. Nimeweka mali katika mikono yenu. Begin to prosper. Anzeni kuendelea. Progress. Uweze kuendelea. May God make you an able minister. Mungu akaweza kuwezesha kuwa watumishi wanaweza. To serve God without any shame. Kumtumikia Mungu bila aibu yoyote. I put favor on you. Nimetia kibali juu yenu. I put money on you. Nimetia pesa juu yenu. I put authority on you. Nimetia mamlaka juu yenu. Every devil you cast out, Kila pepo utakayo they shall obey you. itakutii. Every accident you experience, Ajali utakotika. drunkenness, Ule prostitution, position. heaven shall honor your prayer. Mbingu itatii. In the name of the Father, Kwa jina la Baba the Son, na Mwana and the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. In Jesus' name, can you celebrate? Amen. Go and do the work of the Lord. Endelea kufanya kazi ya Mungu. Now, I want walimu wote wa new believers and new members of Waumini wapya na washirika wapya watoke hapa. Kanisa tunaweza keti dakika moja. Tunaweza keti dakika moja. you can have a seat. Sasa wewe hautakuwa saidi hiyo, kuja saidi hii. Hata wewe ni mwalimu. Nani atapiga picha? Kuja saidi hii. Kuja saidi. Predict what I want you to do. Where are the names? Majina. Amen. Now present the class to me. Patiane klasi hilo darasa kwangu. Kuna wanafunzi wa hawa wamemaliza, lakini kuna wale hawajamaliza still wako kwa class. Now can you call them? Ukiitwa unakuja mbele. When you are called, just come in front. Linus, Chukua mic. Watu wa majina. Linus, Muita majina yote. Oh, wanaandikwa majina yote. Bwile, wewe ni Bwile. Muite hata ukipotea. Daina, Kilote, Waite kwa sauti. Daina, Kilote, Na nyinyi mtajua mambo ya graduation. Unakuja ya wiso. When it is calling the names, unaziita na authority, even in the spiritual. Kwa hivyo unaita kwa sauti. Ann Karunda, Sylvester Kioko, Lucy Jerry, Lucy Weaver, Pole unangojea atakuja. Okay, hawa wengine tunawapigia makofi. Brian Ulongo, and Derek Kikoech. Good. Now, as the pastor of this church, Kama pastor katika nyumba hii. Okay. Okay. Na watu wanataka kuchukua mafuta bure. Lakini ni sawa tu. Having satisfied the chancellor of this church of new members course completion and new believers course completion. Now with the authority bestowed on me, I give you now the next level in this church. You are now not a student, you will now begin to serve God with me in this altar. Can you celebrate Jesus? And now, mumepita sasa kwenda kwa kiwango kingine, musome another course called Destiny course. Kwa hivyo you will now begin another class. Kwa hivyo hapa hatuachi kusoma. Umeenda sasa kiwango kingine uanze kusoma hiyo Destiny class. Lakini from now
uko na ruhusa ya kufanya kazi anywhere in this church. Kusiwe mtu atakuuliza swali. Sasa fellowship kuamini any service group ile tutaulizana ni kwamba mfanye kazi. Hallelujah. Kwa hivyo congratulations na Mungu awabariki. I want to pray now a blessing upon you before you receive your certificate. Kuwe na mwalimu mwingine hapo atachukua hiyo mafuta yangu. Kanisa tusimame tuombe hapa. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. This one who have completed that course. Hapa wamekamilisha hii kosi. As the pastor of this church. Kama pastor wa nyumba hii. I bless them. Niwabariki. I make them a partaker of the grace of this altar. Nimefanya wahusika katika neema ya nyumba hii. The way Father you uses me. Jinsi unavyonitumia. Use them. Watumie. The way I have authority. Jinsi ambavyo na mamlaka. Let them have authority. Watu wana mamlaka. To represent this altar. Kusimamia madhabahu haya. Wherever they shall be. Popote atakapokuwa. Any service they will do in this church. Watakafanya katika nyumba hii. They will know grace. Watapata neema. As I lay hands on them. Na hapo ekelea mikono. Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Come upon them. Kuja juu yao. Fill them with power. Wajaze kwa nguvu. Anointing to serve. Upako wa kutumika. I declare. Nimetangaza. Let it be very clear to them. Wacha iwe wazi kwao. They have already moved to another level. Kwamba wamefikia kiwango kingine. In Jesus' mighty name. Jina la Yesu. Can you give us a song concerning the Holy Spirit? In the name of Jesus. As I pray for them now. Napoombea. Shall Holy Ghost fire, fire follow me. Holy Ghost. If you ready to call the one of God, you are not singing. I'll be a follower of the you are not singing.
Jesus. In the name of Jesus. Jina la Yesu. I have a promise from God. Na ahadi kutoka kwa Mungu. That in this service. Kwa katika ibada hii. He will release the holy oil. Atachia mafuta matakatifu. Even for them who have been serving God. Kwa wale ambao walikuwa wakitumikia. I want to count 1 to 5. Nakusema 1 hadi 5. And you are going to lay hand on yourself. Unataka kujitia kujiwekelea. And I want you to declare fire. Kama moto. Ongeza hiyo volume na vile uhesabu pamoja na mimi. As you do that. As you do that. Utakapofanya hivyo. The fire of God. Moto wa Mungu Will come upon you. utakuja juu yako. In your area of service. Kama ile yako ya huduma. You will never be the same again. Kama jinsi ndivyo. Utauliza hawa wamesikia nini? You'll be asking others what are they. I have taught you. Nimekufunza. It is not a must that you fall. Si lazima uanguke. So that you receive. Ndio upokee. But the power of God is upon them. Nguvu ya Mungu iko juu yao. The all of God is upon them. Nguvu ya Mungu iko juu yao. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. Hebu sogeni karibu na altar. Come here. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Now get ready. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Nikisema one unasema fire. Yes. Haya, 1, 2, 3, 4, and 5. Vile unaisikia. It is all over you now. From the top of your head to the sole of your feet. Take it. Yes, another level. Another measure was it been. Nikizuri kutokea another measure. Another measure. Another measure. Another measure. Another measure. Hallelujah. Amen. But in that flow of the anointing, Katika uwepo huo hebu songa tu kidogo unipe hapa nafasi. Sio uende. Nimesema uende hivi na hivi. Kuja brother. The one who booked prayers. Wewe. Ama hukubuki. Do you still want me to pray for you? Good. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. Inua mikono yako. Raise your hands.
kuanzia leo, as from today, ndugu soka karibu na come mimi. closer. Mimi siombeagi watu buli I don't pray for na siwezi people kukuwekea in mikono buli. I can't lay my hand on you in vain. Whatever the enemy has stolen from you, Kile ambacho shetani amekuibia, nimekurejeshea. I've restored That business, hiyo biashara. ninaita nyota yako mahali imeibiwa. Calling your star wherever it I is. call it back to you now. Ita kwako In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Hey, wewe unatakiwa kuwa tajiri mkubwa. You need to be a very rich person. Lakini walipigana na wewe. But they fought you. Lakini kuanzia saa hii, From today, Bwana atawachapa. God is going to be Bwana anakupigania. God is fighting for you. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Wanaachilia maisha yako. They are going to release Wanaachilia maisha yako. your life. Begin to prosper. Answer No fear. endelea. Endelea mbele. Endelea, continue. My God, I bless your hand. Nimetia mikononi. You will never lose money again. Hautapoteza pesa. I restore every one of your money. Kwako cha pesa. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. My God, Mungu wangu. prove to him that there is a God in this altar. Kisha kwamba kuna Mungu katika madhabahu. When you live here, Utakapoondoka hapa, favor will answer you everywhere. kibali cha kujibu kila mahali. Favor will answer you everywhere. Kibali cha kujibu kila mahali. I bless you. Nimekuombea. I declare restoration. Nimetangaza urejesho. The latter part of your life, Kila maeneo ya maisha yako it shall be greater. itakuwa kubwa. Lakini nasikia Bwana akisema, But I hear God say, in this new level, katika kiwango hiki kipya, jihadhari na marafiki. take care of your friends. Jihadhari na marafiki. Mind your friends. Kwanza wale wanakukopa pesa, Even those that borrow from you, usikubali. don't allow. Hiyo walitumiwa kukuangamiza. You are used to this. Usikubali pesa yako iguswe ovyo To ovyo. be charged by everybody. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I separate you na kuingiliwa. All manner of Katika deception, kujua, katika all manner of oppression, kuweza the kufanya spirit of jealousy, roho ya cancel by the rule. kutoa Get out of our life. kutoka katika maisha yake. Ninakatakata minyororo yote ya family I pale. break all the chains of family. Family altars. Madhabahu ya familia. My brother, go and prosper. Nenda na uweze Enda kufanya. umuone Bwana. Tukutana tena Let's meet again. uwe ukishuhudia yale Bwana amefanya. Testify of what God has And we celebrate Jesus. Sasa nataka hawa tuwape certificate zao. I want us to give to award certificate to this. Kwa hivyo watu wa picha kaeni tiani. Wale watu wa picha, be ready. So naita mmoja anakuja hapa. You call one after the other, they come here. They receive and pass. Wacha wakanyage hii madhabahu. Let them step on this altar. Wengine hawaja kukanyaga. Some have never stepped on this altar. Fanya hivyo kwa haraka. Linus Bwire, Alafu namsalimia congratulations. Watu wanapiga hapa. Sawa. Daina Kirote, Oh, kuna picha. Haya, twende. Akaruda, You are holy. Simu hiyo haya. Congratulations. Sylvester, Imetokea. Pitia hii. Pitia hii. Baraka yako iko kwa hiyo njia. Congratulations sir. Lucy Jen, Kanyaga hapo. Alafu Lucy Mwiva, oh, picha. Congratulations. Brian Mutara, Unaonyesha certificate. Unakanyaga hapo ukitoka. Congratulations. Jerry Kikoech, Unacheka kidogo. Haya, God bless you. Congratulations. Unawapigia makofi. Congratulations.
Amen. So God bless you. Walimu, I also pray for you more grace, and may God multiply teachers in this church. Kaongeze walimu katika kanisa hili. Receive grace. Pokea. And also may God also take you to another level. Kuwa kwa vichikio kwa In kingine. Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. Amen. Magdalene, leta huyo mtoto kwa haraka. Nani huyo mwingine alikuwa anataka maombi kwa haraka? Ashas, ungekuwa leo unapatia watu maisha. Akimaliza kuombea mtoto utakana. Ashas. Haya ndio hapo. Father, in the name of Jesus, I dedicate this child to you. I dedicate this child once again to you, Jesus. I declare from now, all the battles against this child, I end them here. I stop them. All the hands of the enemy that are touching this child, I break those evil hands. And I declare only the hands of Jesus are around in the life of this child. I declare grace, divine health, blessing. I rebuke this sickness. You altar of sickness and disease, catch fire in the name of Jesus. I release you and I set you free. I declare you shall return here with a testimony. It is well with you. It is well with the whole of your family. Jesus' mighty name. Congratulations. Okay. Okay. Mama wangu. Kuja mama wangu, wewe ndiye ungeniambia hiyo maneno before hata atoke. Hallelujah. Kwa hivyo mnajuana. Kwa mashida. Sasa mtajuana kwa mambo mazuri, sio mashida. Mungu atatusaidia. Kanisa, tusimame tuombee huyu mtu. Kuokoka. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, siku ya leo nimeona dhambi zangu, nisamehe, uniokoe. Kutoka leo ondoa majina yangu kwa vitabu vya laana, magonjwa, mapepo, andika majina yangu kwa kitabu cha uzima. Kutoka leo nimeokoka na Yesu unipone. Sasa kuna watu wanaongea. Hebu tuinue mikono yetu. Kama ni wewe uko kama huyu jamaa, ungeona kile nimeona, You see what I'm saying. ungemuombea. We pray for him. So Father, in the name of Jesus, funga macho yako. Msaidie hii certificate mama wangu. Inua mikono yako. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I know you can do all things. najua unaweza kufanya mambo yote. And with you, nothing is Na impossible. kwako hakuna lisiwezekana. Hiyo kidonda iko kwa huu mdomo. That also that is in him. I commanded to dry up. Umetangaza kwamba ikauke. Jesus, Yesu, you did it on the cross for him. ulikufa msalabani kwa sababu yake. You took it. Ulichukua, You were struck for it. ulipigwa kwa sababu You yake. felt his pain. Ulihisi uchungu wake. And now, Na kwa sasa he doesn't have it. hana tena. And I declare Umetangaza kwamba freedom hiyo from this sickness. kutoka haya magonjwa, Freedom uhuru kutokana na hiyo kidonda. from that ulcer. Jesus, Yesu, lay your healing hand. wacha mkono, nimete mkono wako uponye. Lay your healing hand Wekelea mkono uponyaji juu yake on this man. katika huyu mtu. Touch him. Muguse. Oh Jesus, wewe ni mponyaji wa ajabu. You are wonderful. You are a healer, Lord. Wewe ni mponyaji.
Yeshua Hamasia. Ndugu yangu, Mungu akusamehe. I know you know what I'm talking about. God has forgiven you. Mungu amekusamehe. And now there is nothing that can make him not heal you. Na hakuna kinachozuia asikusikie. You are forgiven. Umesamehe. And the devil has taken all that belongs to him. Na shetani amechukua kile ambacho ni chake. When you return here, ukirudi hapa, hiyo kidonda utakuja kuniambia imeanza kukauka. That also come and tell that it is now drying up. Na sisi tutakuona hapa. And we are going to see you here. When you are whole complete, ukiwa umepona kabisa, you shall not die. Hautakufa. And whatever the enemy wanted with hiyo kidonda ikue, na kile shetani alitaka katika, I will reverse it. Nimeirudisha. It will begin to dry up. Itaanza kukauka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And whatever any other thing, na katika kila maeneo mengine, God has already taken care. Mungu ameshughulikia. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu. Amen. Hiyo ingine tutaongea na mama wako, tutaongea na yeye baadaye. Amen. Good April birthday wakimbia hapa haraka. Tufanye hiyo mambo yote haraka. Kanisa tuketi. Let's prepare our offerings. Haya. Wewe ni hapo birthday. Waje tu walipe Happy birthday. Acha walipe kuombea birthdays. Happy birthday. Ukate. Amen. Glory to Jesus. Can we pray for you now? Father, in the name of Jesus. All these who are celebrating their birthday, this April hii, we celebrate with them. And Jesus, I pray, the best part of their lives, it is beginning today.
inaanza leo. What they have never seen. Kile ambacho hajawahi kuona. New chapters. Mafuta. New blessing. Baraka mpya. Fresh joy. Furaha mpya. Peace. Amani. Divine health. Msaada wa Let them begin to see. Wakaanza kuiona. As you celebrate your birthday. Unaposherehekea siku yako kuzaliwa. Your enemies leave you alone. Maadui zako wakuache. The devil leave you alone. Shetani akuache. And I declare. Nimetangaza. It's another level. Kwamba ni kiwango kingine. Nothing will cut short all your days. Kitakata siku zako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You are another level. Uko katika kiwango kingine. Another level. Kiwango kingine. Another level. Kiwango kingine. Another level. Kiwango kingine. Another level. Kiwango kingine. I declare another level. Nimetangaza kiwango. I declare another level. Nimetangaza kiwango kingine. Another level in the name of Jesus. Jina la Yesu. Ona wewe wa birthday yenu na tikuira. Okay, another level. Kiwango kingine. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Another level. Kiwango kingine. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I declare another level. Nimetangaza kiwango kingine. Hata wewe honest. Okay, another level. Kiwango kingine. In the mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. Congratulations. Mahali utaketi yule atakuta atamwambia happy birthday. Congratulations. Na mkitualika keki tutakuja kukula. In Jesus mighty name. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Amen. Wale